Kwa majina naitwa Simon Emmanuel, ni mkazi wa Dodoma kata ya Kizota. Na kwa hapa Majengo sisi ni afisa usafirishaji maarufu kama bodaboda. Changamoto kama ambazo unazifuatilia hapa mtaani kwa hiki tunachokiona kinachoendelea ni kwamba ni soko kuletwa maeneo hayo ambayo ni ya barabara kwa mujibu kama ambavyo serikali ilivyoelekeza. Lakini sisi kama wafanyabiashara na wote ambao walikuwa wanahusika katika ile eneo, changamoto inayotokea sisi wasafirishaji, mtu anaenda barabara ya 10 unamzungusha nyuma ya geti la mochwari. Unapoenda kumtajia bei kwamba ni 2000 anakuambia hapana, hapo umeniibia. Lakini pasina kuangalia kulia kushoto kwetu ni barabara iliyokuwa inapitika, kulia kwetu ndio njia ambayo tulivyokuwa tunaelekea, ambapo unaenda kuzitafuta barabara 12, ya 10, ya 9, ya 8, ya 7, ya 6 mpaka ile. Kwa hiyo na kwa wafanyabiashara wote hususan hata wanaotoka sokoni tunapata malalamiko mengi, au wenyewe wanalalamikiana moja kwa moja kwamba mtu anakuja hapo kwamba anaambiwa soko linatoka linakamia hapa, lakini mwisho wa siku hapati yale maelekezo, haelekezwi yale maelekezo aliyotoka nayo kule sokoni kuja hapa nje na kupata kile kibanda ambacho ameelekezwa na namba, bali tena ile soko limegeuka kuwa biashara la watu, kwamba watu wanajiingizia kipato kinyume na serikali ambavyo imetamka. Mtu banda alikuwa anakodishiwa labda kwa 1000, sasa hivi inabidi ununue kibanda kwa shilingi 300,000, 400,000, 1,500,000, na bado watu mpaka ngumi zinatembea hapa sokoni. Kiukweli hatuna namna ya kuitatua. Ukipita nyuma ya moto kule daladala zinapita, magari ya serikali. Ukipita Sango sawa wa soko la kuku, daladala ni vurugu. Ukipita hizo barabara zote ambazo sisi kama maafisa usafirishaji tunapita, unakumbana na changamoto kama hivyo. Unaweza ukawa na abiria na shida yake, huwezi jua anaumwa, anamwahi mgonjwa hospitali, anampelekea chakula. Unapokutana foleni kama ile, kwa kweli inatia changamoto, na hata yule mtu ambaye anamwahi mtu wake huenda ni muda wa chakula saa 6, saa 10 jioni, inakuwa ni changamoto kwa kweli. Kwa hiyo ni serikali kuangalia namna ya kuja na utatuzi wa kuachia hizi barabara. Ni muhimu sana kwa binadamu, na ni binadamu wote ambao wana uhitaji wa hii barabara, si kwa hawa ambao wamekumbwa na hii changamoto kama wafanyabiashara, lakini hata wale watumiaji wa kutoka sehemu mbalimbali. Ambulance ilikuwa inapita hapa, lakini sasa hivi ambulance inalazimika kuzunguka mzunguko ule ambao sisi wafanyabiashara wadogo kama boda tunahangaika nayo. Lakini je, imagine yule mama aliyebebwa kwenye ile ambulance anapitishwa kwenye hiyo foleni, anafanyaje mpaka afike sehemu ya usalama kama hospitali? Na uongozi wa soko wasimamie ipasavyo, kama ambavyo wamesema kwamba soko litagharimu takriban mwaka mzima, lakini mwaka kweli maoni yao na ujumbe ambao wamewafikishia wahusika, wafanyabiashara wa soko husika, basi wajitahidi na kulikamilisha lile soko kulingana na muda ambao wenyewe wameutangazia umma kwamba ndani ya takribani ya mwaka mmoja. Maana yake leo tuko 25 mwezi wa 2025 mwezi wa 3. Kwa hiyo na imagine kufikia mwaka 2026 mwezi wa 3, at least hata kama sio wa 3, wa kwanza, wa pili, inaweza ikasaidia ili mradi watu wote waingie katika ufanyaji biashara waliokuwa wameuzoea. Sasa hivi hapa changamoto, mtu alikuwa na mtaji wa milioni 5, hawezi tena akauweka barabarani kama hapa. Milioni 5 haiweki hapa, hamna, inabidi tena arudi kwenye 100,000, kwenye 200,000. Hata sisi wenyewe bodaboda hapa tulipo, ukiangalia kushoto kulia tumekaa, hatuelewi abiria anapotokea, na ukimpakia utokee wapi, umpeleka anapoenda, na akupe na wewe riziki kama ambavyo inastahili. Hili swala yani kweli kitu chochote kinapofanyika cha maendeleo lazima changamoto ziwepo. Kwa mimi nimeona changamoto zilizojitokeza ni za kawaida kulingana kwamba na maboresho yanayofanyika sokoni. Kuna barabara zimefungwa, pamoja na kufungwa barabara, lakini nimeona serikali kuna njia imeachia ambazo tunazitumia na hatukwami sehemu. Kwa hiyo sioni kama ni tatizo kubwa, na ni tatizo ambalo nafikiri serikali inarekebisha, yani kuna jambo serikali inarekebisha. Kwa hiyo linakuwa ni tatizo sawa, lakini ambalo kwanza na muda mfupi. Kwa hiyo tutapambana nalo kwa kujibanabana hivyo, nafikiri likiisha tutaendelea na utaratibu wetu wa kawaida. Kwa majina naitwa Bahati Joseph Masi, mimi ni afisa bodaboda katika soko la Majengo hapa. Kikweli serikali inapaswa kufanya maendeleo katika taifa lake, hususani katika Dodoma hapa hivi, kwa maana hapa ndio mji mkuu, sawa? So ipo wazi kwamba sisi kama wafanyabiashara
inabidi tukumbane tu na hali itakayotokeza, ila kwa sababu ameshasema ni kwa muda na tunasikilizia tu kwa muda huo. Umeona, changamoto ni kwamba tulishazoea, labda mtu anatoka hapa kwenda Nyerere Square ashazoea kupita njia hii ambayo imetumika kama mbadala wa soko. Kwa hiyo sasa hivi unabidi uzunguke, na kitendo cha kutoka hapa kuzunguka nyuma ya soko na kulizunguka hilo korongo hivi inapelekea kama sisi bodaboda kuongeza bei, na hapo changamoto ya wateja naanza kukumbana nazo. Jina naitwa Joshua Moria, ni mkazi wa hapa Dodoma, almaarufu naitwa Chufu. Kabla ya soko kuhamishwa na kuanza kufanywa marekebisho, viongozi wetu wa soko walishapanga watu na walishajua jinsi gani ya kuwapanga watu, na tukawa tumepangwa pembeni ya soko ili ndani ya soko pafanyiwe marekebisho. Kutokana na hivyo, watu wote wameenea na watu wote wamepata nafasi yao, watu wote wamepata sehemu ambayo inastahili na watu wote wameridhika. Na ndio maana unaona watu wanafanya kazi na majukumu yanaendelea na kipato wanapata na hamna chochote ambacho wamepungukiwa. Kiujumla tuko sawa. Kutokana na mkandarasi aliyotuambia soko linachukua baada ya miezi 10 litakuwa limekamilika na tunaweza kurudi kwenye maeneo yetu kama ilivyo mwanzo na biashara zitaendelea kama kawaida. Tuliambiwa mpaka mwezi wa 3 mwakani, ila kwa mtazamo huu hapana, kwa sababu soko ni kubwa na inahitajika ukarabati mkubwa, kwa sababu linavuja sana. Natakiwa vizimba viongezwe, kwa sababu wafanyabiashara tumekuwa ni wengi. Vizimba, yaani nafasi za kupanga watu kama vimeza viongezwe kama wanavyosema wenyewe. Muda utakuwa ni mkubwa sana, zaidi hata mwaka 1.5, na sisi tutakuwa miwili. Ile kwa hapo hatutojua, ila kwa viongozi wetu ninavyoamini tutapewa nafasi, ila ile nafasi yako ile kwa kweli itakuwa uongo, sababu balozi alikuwa na labda watu 80 au 150. Balozi wameongezwa watu wengine ambao hawapo kwenye mfumo wa soko, wapo kwenye vibanda. Mbona hao pia watapewa kipaumbele? Hatujui wenzetu wamefanya mpaka wamepata hizo nafasi, na hata huko ndani watapewa tena nafasi. Kwa majina naitwa James Bunda, mwenyeji hapa Dodoma, nyumbani ni Singida. Mimi kama mfanyabiashara wa bodaboda, kitu ambacho kinanikumba hususan pale mtu unapomtajia bei, hususan anaenda Sabasaba au Makole, unamtajia bei, leo hii anakwambia bei bora ni kubwa. Unamwambia bana, kwa sababu tunazunguka njia, tunatumia njia mbadala, kwa hiyo inabidi uniongezee hela, lakini mtu anakuwa anakataa. Hiyo ni changamoto. Sasa hivi ukiangalia uhalisia, mafuta sasa hivi yamepanda bei. Kwa hiyo mtu unapomtamkia bei, kwa sababu hapa hivi njia hii imefungwa, kwa sababu wafanyabiashara wamekuja kufanya biashara zao hapa. Kwa hiyo ilitakiwa serikali angalie, itumie njia mbadala, kuboresha miundombinu ya barabara. Umeona, maana sasa hivi tunazunguka upande wa pili, barabara ile ni finyu. Umeona, tunakutana na changamoto za barabara, daladala zinazotoka Ngungu Madani, umeona, zinazotoka wapi 88, lazima zipite ile barabara. Kwa hiyo unakuta kuna jamu kubwa, inapelekea kwamba inakuwa ni changamoto.